So guys, nini haswa kilitokea kati yangu mimi na dada yangu? Iko hivi. Iko hivi. Ujue kiburi ni kibaya sana. Kiburi ni kibaya sana. Najua ni kibaya sana. Kwa sababu watu wengine wakishapata tu maarufu, mtu akishapata umaarufu, ujue kilichomponza Neema ni kwamba ameona kwamba amepata umaarufu tayari, akaona kama tayari ana uwezo wa kufanya kile kitu anachokitaka. Afu sio sawa. Lakini jambo baya zaidi ni kwamba kwa nini utelekeze familia? Kwa nini umkatae mume wako ambaye mmeishi naye kwa miaka yote hiyo, na Mungu amewajalia amepata watoto watatu, mama kabisa wa watoto watatu. Yaani mwanaume ambaye umeishi naye miaka yote, umemzaliwa watoto watatu, leo ghafla in the middle of nowhere unakuja kusema simtaki tena mwanaume. Kwa sababu tu zisizokuwa na maana. Unaona? Afu unatoroka, unaacha familia yako nyumbani, unaacha watoto wako, unamwacha mume wako. Kwa sababu tu ya anasa za kidunia. Unaacha kazi ambayo ulikuwa unafanya kwa sababu ya anasa za kidunia. Sawa, mtu hakatazi kwamba okay, labda hataki kuendelea kufanya kazi labda, au anataka kufanya maisha yake mengine. Sawa? Tumekubali, sawa. Lakini sasa maana yake kama ni hivyo, kafanya sasa kazi zako zingine, sawa, sio shida. Lakini sasa uache sasa kusumbua watu wengine, kwa sababu sasa kama ile siku ile mimi nimeenda kufanya show na perform, nipo jukwani na perform, Neema yupo na group la wenzake, wanasichana wenzake, yeye ndio kunishangilia mimi kwamba eti kilipo ashuke jukwani sijui na nini. Hafai. Hebu niambie ndugu yako kabisa, wadamu anakusemea hivyo, ungejisikiaje? Isitoshe mwezi wa 10 tulikuwa tunataka tusafiri twende pamoja twende India. Neema amekataa kwenda India. Kakataa. Na kama hata alikuwa anateseka na nini? Unajua? Yaani kuna vitu ambavyo yani uelewi, yani dunia hii sometimes watu wanakuwa na ushawishi wa ajabu, wanashawishi watu waache watenge familia zao. Kwa sasa kwa msanii mkubwa kama huyo haileti maana nzuri, sio picha nzuri sana kwa yale kile anachokifanya. Kwa alichokifanya sio kizuri na hakitaendelea kuwa kizuri, aidha anapenda au apende. Lakini kuna vijana wa mjini wanampa kiburi sana. Wanazidi kumpa kiburi na kumpa jeuri, kumjaza na hiyo kiburi. Hiyo jeuri ambayo anafanya sasa hivi. Lakini sio jambo zuri, haipendezi hata siku moja. Inauma sana. Kuona wajomba zangu mimi wanateseka wakati mama wao yupo hapa, afa kakimbia kawaacha tu kwa sababu ya nini, au kumwona mwanaume mwenzangu shemeji yangu anateseka, au zakaa anateseka ama nini na stress nini, anaribia kupata kuwa mental kwa sababu eti anapata karibia kupata uchizi kwa sababu ya mke wake. Haipendezi. Imagine hebu jiweke wewe kwenye uhalisia wa wewe jamaa, jiweke wewe kwenye ile group, yani jiweke katika ile picha ya kwamba wewe ndio jamaa yule. Ungejisikiaje? Mke wako uliishi naye kwa miaka zaidi ya hata 15. Leo hii anakuja anakuambia sikutaki. Anakuja na kukimbia na hapa anaacha watoto. Umezaa naye watoto watatu, afa anakuja anaondoka anaacha watoto, afa anakuambia sikutaki. Ungejisikiaje? Kwa mwendelezo zaidi tutaendelea kesho. Mambo yasiyo mengi. Kilichofanyika maana yake ikabidi nipige simu kule ofisi ya nanili. Ikabidi nipige simu ofisi ya nanili ya waziri mkuu wa India Modi. Kaka sauti ipo chini sana. Bado mnisikii? Hapo mnisikii? Hapo fresh sawa. Sasa hapo maana yake nilichofanya ikabidi nipige simu ofisi ya waziri mkuu India. Kwa sababu mwaka juzi nilishinda tuzo pale. Na Modi mwenyewe alikuwa anasitoa, waziri mkuu mwenyewe, kwa hadi alipia, wakanilipia tiketi niende. Unaona, sasa mimi tena mwenyewe nikawa sijapata nafasi ya kwenda. Kwa hiyo kilichofanyika, ile tuzo yangu akapewa, ikabaki kwenye ofisi yao. Kwa hiyo nikapiga simu kwa waziri mkuu kule. Kuna watu ambao hapo ndani pale, nikaomba msaada. Wanipunguzie, waniombee msamaha labda kwa wale jamaa. Unaona? Sasa ndo pale wale simu ikatoka kule, wakapigia wale kampuni. Kwambia bana, huyu, lakini mimi niwaambia hali halisi kabisa, bwana ndugu zangu. Mimi brother, mimi hizo hela nilizoandikiwa kwenye barua, niwatumia ile barua, afu nikawapa maelezo, nikamwambia shida ni nini. Wanaambia sasa wenyewe wakaongea nao. Kwambia hii barua amini hii pesa mliyomchaji huyu jamaa mliyomwambia alipe ya kulipia gharama kwa sababu ya hasara mlizoingia ni pesa nyingi sana, ambayo kitu ambacho hawezi kulipa hizo hela. Either mtamfunga tu, mtampoteza bure, mtamharibia. Na kwa sababu mnanili, tuacheni tu nyinyi msameni, tumwacheni awarudishie tu, hata awape kama ya kuwasumbua tu. Unaona? Sasa ya kuwasumbua shilingi ngapi unajua? Kwa sababu tulikuwa tumekubaliana labda kama nikienda kule watalipa kama milioni 5. Sasa maana yake ikatakiwa sasa nilipe mara hizi mara 3, milioni 15. Kwa ndo yani sasa ikatoka sasa kwenye bilioni 1.755 ikabidi milioni 15. Unaona? Kuna kitu haweza kataa rais. Sasa hiyo milioni 15 yenyewe sasa mwanangu. Pesa ya Tanzania sasa milioni 15 yenyewe kipengele. Muone piga mahesabu kwa tumepewa deadline. Piga mahesabu mwanangu, ukicheki na deadline kwamba natakiwa mpaka siku fulani nishamaliza. La sivyo hata yani kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu wenyewe kwamba bwana inatakiwa hii ufanye mpaka kwa haraka, sababu na sisi tumekusaidia kitu hivyo. Oya. Kuna kitu umefanya ndio maana akakataa. Kitu gani nilichofanya? Kitu gani? Mwambieni mwenyewe aongee. Mbona yeye aongei?
Mbona ongei? Sasa baada ya pale sasa kuna nilimwambia nilipe hiyo milioni 15 sasa. Maana yake nilichofanya, piga mahesabu. Piga mahesabu nafanya kazi na wale jamaa wa Bollywood wale. Industry nzima. Wale jamaa wale nasikia walitumia milioni 11. Milioni 11 nilitumia na nani? Basi bwana, ikabidi sasa pale sasa ikabidi sasa baada ya kupata ile hasara sasa. Ikabidi mimi sasa kwa sababu ile sina. Ikabidi sasa piga sababu siku zimeenda. Ikabidi nifanyeje? Niuze ile gari yangu. Mimi nilikuwa na Subaru bwana, Subaru Legacy. Ambayo Subaru Legacy nilipewa mwaka jana. Nilienda kwenye sherehe ya rafiki yangu mmoja mwindi bilionea fulani hivi. Alifanya sherehe kubwa kule India. Sasa alipofanya akaniita nikaenda. Nilipoenda kule, nilivorudi akaniambia Kili, na wewe nakupa hii kama zawadi. Kachagua gari showroom nilipoenda ndo nikakuta ile Subaru Legacy. Ikabidi sasa ni sukume gari yangu sasa. Nikaisukuma. Oya, gari yenyewe nimeiuza mwanangu. Mwambie naongee. Oya, gari yenyewe nimeuza, mtu sio alikuwa na kisiri, sio alikuwa na kimafi kudai, sio kimkosi. Oya, gari nimeuza mwanangu. Kwani sitapeliwa shosti? Kuna nani? Leo Kili na kafunga kila kitu. Oya. Tanzania bilioni 1 milioni 755. Uamini? Sasa ndo nakwambia sasa. Mpaka barua ninayo. Afu mimi sio aonyesha sijui niambie nyinyi. Ndio maana nyinyi mnaona kama vile mimi napagawa. Sasa bilioni 1 milioni 755 mimi nishawahi kuiona wapi katika maisha yangu haya? Bilioni 1 milioni 755 mimi nishawahi kuiona wapi katika maisha yangu haya? Sasa mimi nishawahi kuiona wapi? Sasa huyo mtoto ndo kasababisha hiyo hasara, nikatumia hiyo barua. Sasa nilipotumia hiyo barua, natakiwa nilipe ndani ya siku 7. Nisipoilipa ndani ya siku 7, sawa? Kitakachofanyika, my passport will be confiscated. Sawa? Passport yangu itachukuliwa. Licha passport kuchukuliwa, nitapigwa kwenye blacklist. Maana yake kwanza nitakamatwa, nitawekwa jela. Cha pili, nitapokonywa passport yangu. Ukiacha passport yangu, la tatu, nitawekwa kwenye blacklist. Unajua maana blacklist? Ambao washasafiri kwenda nje ya nchi. Unajua maana blacklist? Jibuni wenyewe hilo swali. Unajua maana blacklist? Unajua blacklist? Unajua blacklist? Sasa blacklist maana yake unachukua ile jina lako lile, linawekwa kwenye blacklist. Sasa nikiwa kwenye blacklist maana yake sitaruhusiwa tena kukanyaga India hata siku hii. Maana yake career nzima inaharibika. Unawekwa ban, yes. Sasa hivyo sasa ndio inatakiwa ifanyike hivyo. Unaona? Sasa unaona? Ndio inatakiwa ipigwe blacklist. Unaona? Sasa baada ya kufanya vile, mimi sasa wewe niambie sasa kitu ambacho mjui nifanyaje. Sawa? Unataka kumuuza. Hivyo unaumwa kichaa wewe. Unaumwa kichaa, unajua unachokiongea? Ile ni kampuni ya filamu India, inajulikana kisheria, kampuni ya filamu India, na ubalozi wa India wale wanatuma barua ya invitation. Wewe unataka kusafiri kwenda nje ya nchi, ndio maana unasema wananilia. Unataka kusafiri kwenda nje ya nchi, ndio maana kawaida mtu unapotumia lazima utumie kwanza invitation. Unapewa invitation. Ukishapewa invitation, sasa mimi naenda kumuuza na muuzaji sasa. Na dada yangu ni muuze kwa sababu gani? Unazingua. Sasa unasikia? Baada ya kupewa ile barua, mimi sasa nikapagawa. Hela kama hiyo mimi maisha yangu yote sijawahi kuiona. Alafu ubaya ni kwamba Wahindi wazaniaga mimi ni tajiri. Unaona? Wazaniaga mimi ni tajiri bila wao kujua kwamba mimi sina utajiri wowote. Unaona? Sina utajiri wowote kwa sababu video ninazofanya mimi nafanyaga short videos. Na short videos za YouTube hazilipi hela, TikTok hailipi hela, Instagram hailipi hela, Facebook wameanza juzi kulipa hela. Haya, huko na nilio una nini? Eti una gari. Sasa hiyo gari nikiuza napata bilioni 1 milioni 755 na nyia wapi? Nikapagawa mwenzio mwanangu. Oya, nikapagawa fudogo yeye wakati huo. Yeye yupo zake Zanzibar, anakula zake bata. Au sio? Anaenjoy. Anaenjoy anakula bata. Anaona kama kafanya kitu. Enjoy anakula bata. Anaona kama kafanya kitu. Mimi sio mke wako. Kamkata mume wake pale live. Hizo sasa ndani na wapa ambao sitaki hata kusema hapa. Ila hapa inabidi tuchane tu kudalika, inabidi tuseme tu kweli. Sasa maisha gani haya? Yaani mimi nionekane mpuuzi. Maana yangu yote kujitunzia heshima nionekane mpuuzi kwa sababu ya upuuzi wa watu wachache ambao wananifanya mimi mpuuzi. Upuuzi huo si ufanye, huo ni upuuzi ambao una wa kipuuzi. Siwezi kufanya upuuzi huo wa kipuuzi mimi. Upuuzi ambao ni wa upuuzi. Pale sa mtoto mambo fulani usiku anamkataa mume wake. Kumkataa mume wake kisheria si unajua? Baada ya kumkataa mume wake maana yake pale sasa ikabidi wagombane. Kugombana mume wake mikanda kamuumiza mtoto. Sio ananishabikia kwa sababu mimi sikuwepo. Mimi sikuwepo wakati wanapigana. Mimi nimekuja kupigiwa simu kwamba Neema yupo hospitali ameumia, ameumuka upande huo alipigwa sijui mkanda. Ikabidi hata mimi stress nitaka kwa sababu tayari Neema alikuwa ashanichukia. Kwa hiyo sikutaka hata kwenda kumwangalia, sikutaka kwenda kushughulika swala kwa sababu ili kesho asije akasema huyu jamaa anafanya vitu hivi. Sikuenda hata kwenye maeneo wakati anaongea sikuwepo. Na hata anaenda hospitali mimi sijaenda kumwangalia dadangu. Mimi nikausha wanyoka kaenda na babangu kaenda kuzunguka wakarudi.
Unaona? Baada ya wao sasa pale sasa si ndo Neema sasa kaenda Zanzibar. Kufika Zanzibar Neema yeye kila siku story zake anatangaza kwamba Kilipo ni mbaya, Kilipo ananitesa, sijui Kilipo anafanyeje, sijui Kilipo anafanyeje. Na mimi dadangu tumeachwa sisi tupo wawili tu na mdogo wetu mmoja. Sijawahi mimi ni mwanaume au sio? Mimi ni mtu ambaye nipo strict kidogo. Yaani sheria mimi ni mtu ambaye yani sipendi upuuzi wa kipuuzi, unajua? Kwa hiyo sometimes ukifanya mambo ambayo sipendi zile nayo lazima nikuonyeshe. Alafu si mdogo wangu namnyosha katika namna kumwambia kwamba bwana dada mimi sitaki hii na hii na hii na hii. Kama utaratibu wa kufanya kazi. Labda tukiwa na shoot video natakiwa kila siku na shoot video saa 10. Kwa namwambia napiga simu nikamwambia bwana mimi utaratibu wangu nikija nyumbani nikukute saa 10 yupo nyumbani. Unaona? Sasa sometimes nakuja saa 10 hayupo nyumbani tena inabidi nimsubirie na video muda unaenda. Unaona? Sasa hiyo challenge nafanya saa ngapi? Inabidi nafanya mwenyewe, unaona? Sasa nilikuwa tunamuonya kama dadangu kwamba dada hivi na hivi na hivi. Lakini sasa yeye akawa anachukua kama vile kumwekea ile mipaka, yeye akachukulia kama ni mateso. Ovicha sijawahi hata kumbuza hata kumpiga hata kofi. Hata kofi sijawahi kumbuza hata kumtisha naambia mimi sitaki hiyo kitu. Wanafanya mimi sitaki. Unaona? Basi ikabidi basi sasa ndo dogo sasa kaenda Zanzibar huko, kanitangazia mambo kibao, Kilipo na nini na nini na nini, kaniongelea mambo kibao. Kanizalilisha sana. Hebu ifikiria superstar kama yule, sawa? Anakataa safari ya kwenda India ili aende kauze viatu Zanzibar, viatu vya Kimasai. Si zalao kwa sababu mimi mwenyewe nimefanya kazi hiyo. Nimekaa sana beach mimi. Mimi ni beach boy. Uongo zambi. Wale beach boy line pao kinoti anyway jisaruti wanangu wapambanaji wenzangu. Watu beach na anaongelea losonya. Mimi nimekulia beach paje. Sasa mtu kwa status hii, kwa status hiyo ya kuwa superstar, leo hii anaondoka anakataa superstar, anakuza viatu. Akasema anakujitafutia maisha yake mwenyewe. Nikamwambia sawa mama, hamna shida. Ndio kwenda Zanzibar, huko anatangaza mambo kibao, kili sijui na nini. Kanitangazia mambo kibao, unaona? Kanitangazia mambo kibao. Watu kule watu kwanza nipigia simu. Akaenda sasa yule mume wake, si unajua tena akawa anaendelea kumfuatilia. Kaenda kumfuatilia kwamba bwana, mke wangu bwana, kaenda kwa jamaa anampenda sana mke wake, unajua anampenda sana mke wake. Akaenda kule kwenda kuomba bwana. Anaomba Masai wale, jamani tunaomba bwana, naombeni bwana ndugu zangu nirekebisheni bwana. Ndio bila kitu hiyo wewe na kitokai. Nitengenezeni maneno jamani, tuwekeni sawa mimi na mke wangu tusigombane. Hey, kang. Pita inaanza. Dogo kwenda watu wamekaa kikao, wazee wameitwa heshima, wamekaa pale wanamsubiria mtoto aje. Kang. Mtoto kaja na defender. Kamata mbwa yule, eti mbwa. Kamata mume wake pale. Tupia kwenye defender kituoni. Picha inaanza. Nikasema Mungu. Nikisanga na nusu hiki. Hiki nikisanga. Ukisikia kisanga ndio hii sasa. Mume wa mtu kwenda kuomba msamaha kwenye wazee kwamba ili watengenezewe wawekwe. Yeye Neema akasema kamata mbwa, tupia polisi huko. Kamata daga, piga hivi. Sasa mafande wetu, viongozi wetu, waheshimiwa wetu ambao wanalinda nchi yetu, wanataka amani. Wewe unafanya kazi yako kwa sababu wamemwambia kwamba huyu jamaa ananitishia maisha. Na mafande wanauliza bani? Wenyewe wakaenda kuida mbwa yule, tupia huko kwenye nanili kituoni. Kufika kituoni pale inabidi Wamasai waende. Bwana tunaomba msamaha bwana, mimi wakamwombea kwa heshima, sababu kuna viongozi wa Masai wakamwombea, ndo jamaa akatoka. Kutoka sasa mimi nikaomba kwamba bwana huyo nikaomba wale viongozi wa Leto wa Zanzibar, nikamwambia jamani naombeni mvusheni Neema na mume wake wafukuzeni Zanzibar, watoeni waje kwanza watu waweke sawa kwa nyumbani. Kutimuliwa Neema kaja akatulia dawa pale. Akasema nyumbani mimi siendi. Ngimbake. Neema kaja akatulia dawa pale. Mbwa katoka mwanangu. Mbwa koko Zakayo huyo. Wewe jamaa ateseka. Alafu jamaa anampenda mke wake, ana wivu kishenzi. Na anampenda mke wake kishenzi. Jamaa katoka kule ndani. Wakamleta. Wakaja wakavushwa Zanzibar, wakatoka Zanzibar wakaja huko. Kuja huko jamaa Zakayo mume wake sasa kaja. Story ndefu mno. Zeni sio poa. Ndio sasa Zakayo kule katoka kaja nyumbani. Kuja kuangalia watoto wake. Sababu mimi nilipoona kwamba Neema katoroka kwangu, kanitoroka bila kuniaga. Mimi watoto wake nitawabebaje? Kwa sababu mama mtu hataki kuniona. Sasa mimi watoto mimi nitawabebaje? Kwa hiyo wajomba zangu mimi nawapenda. Ikabidi muombe baba wao kwamba bwana baba mtu, naomba tafadhali njoo wachukue watoto tafadhali. Jamaa akaja. Ndio kuchukua watoto akapeleka mjingine. Neema sasa jamaa alipokuwa huko nyumbani. Neema kaona tukaenda kumfuatilia. Neema akaenda tena. Kaenda siku kwa polisi gani tena nani? Jamaa alipoenda tena Kibaha siku kwenda kwa nini? Kamata tena mbwa. Ndichi tena. Jamaa alipoenda kufuatilia siku ndio simu yangu nini? Kamata tena Zakayo, kamata tena ndani tena. Oya. Jamaa akashtakiwa malaizi. Kwa sababu tu ya story ya kudai mke wake. Neema huyo, mambo ya Neema. Kwa sababu mtoto amechachamaa, hataki tena mume wake, anataka anasema yeye mwenyewe alitafutia maisha yake. Unaona? Kwa ndugu zangu, mimi naomba. Sasa story ipo hivi. Sitaki kujua kwamba Neema sijui ana mume wake, sijui wapi, sijui ameolewa na mzungu, sijui nini na nini. Hayo yote sitaki kujua. Neema, nimeshakupa uhuru wako. Sawa? Fanya mambo yako. Mume wako ulimwacha atajua yeye mwenyewe na Mungu wake naye. Na wewe utajua pia na Mungu wako. Fanya mambo yako, achana mimi. Tusije kugombana. Sababu dada yangu afisitaki kugombana. Fanya mambo yako, achana mimi. Watoto wako watatu uliowaacha nyumbani na mume wako. Guys, hebu tuachane hizo story, kesho tutarudia kesho tena. Tutarudia kesho. Kapata boyfriend gani?
Njila ngwa yali no ba hivi labda amepata boyfriend mzungu, kwa hiyo Neema amepata mzungu gani? Na kama amepata mzungu, huyo mzungu pia anatakiwa ajue kwamba Neema ni mke wa mtu. Na ndoa yao bado haijavunjwa mpaka kesho. Mbona nampa uhuru kirahisi hivyo? Sasa mimi nifanyeje mtu kama amegoma? Na sasa hivi anataka ananigeuza mimi nimekuwa adui yake. Mimi sio adui yake bwana. Unaona? Jamani, tutaendelea kesho. Usiku mwema. Mimi nimechoka kuongea. Good night. Kesho tutaonana tena mida kama saa 4. Ndio malizie sasa. Na hapo kakaja kwa mbwa. Nitaanza naye. Mshtaki sheria. Sasa namshtaki sheria, wana sheria wenyewe ndio mpo hapa, mtaka hata kunisaidia. Mimi mama nimwachie. Sasa mimi nilichofanya nikachukua account nikamwambia hivi. Kwa sababu sasa yeye alikuwa anataka kwamba usuperstar. Kwamba eti anataka zile account. Mimi nikamwambia hivi. Hizi account mimi nimetumia maarifa yangu na nguvu zangu kukusaidia kuzikuza. Sipo tayari kwa sababu hizi account zina watu ambao wanakuheshimu na kutambua kama superstar. Siwezi kukupa hizi account ili ukaanza kujiposti upo kwenye viduka unauza viatu. Maana kwa nini mimi ananili idea mimi kuonekana kwamba mimi labda na matatizo. Sasa kwa sababu nimeamua kuvunja ukimya. Lakini account zote nilikuwa nimezichukua mimi, account ya Instagram, ya TikTok, kila kitu nimechukua mimi. Nikamwambia wewe sasa, kwa sababu umesema unajiweza mwenyewe, nenda sasa katika nenda nini? Kajitengenezea account zako mwenyewe, jipambanie mwenyewe. Na akaenda kufungua account yako utajua mwenyewe. Ile kesi sasa, kesho nakuja kuwapa story kilichotokea baada ya Neema kukataa kwenda wapi? India na mimi. Alafu nimeshaona Papa Masai bro, nakuheshimu sana kaka. Nakuheshimu sana sana bosi wangu. Sana 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 sana. Papa, nakuheshimu sana kaka. Kaka nakuheshimu sana sana sana. Papa Masai, aheshimu nale na nyor nale na mayuni kipaha. Nakuheshimu sana kaka. Sana. Papa Masai. Narudia tena Papa Masai. Nakuheshimu sana kaka. Sana. Sawa? Lakini ninachoomba mimi, kama kuna namna ambayo wewe unaweza ukakaa mbali na Neema kidogo, kaa mbali naye kwanza, kwa sababu huyo ni mke wa mtu kaka. Neo le lola jilino. Ole lijoye. Ilo, mwe mitume ngoki. Mula ilo mitume ngoki. Angalia usije ukapata dhambi ya Kimasai, laana Papa Masai. Papa, au munu tenganyiti. Talama ilo engitoko laji. Talama ilo Messi dai. Nimeona niongea Kimasai niwaambia hao. Kwa sababu kuna msanii mkubwa sana ambaye mimi namheshimu, lakini inabidi sasa nimwambie. Iyo tapala ilo langi tu wako laji ilo mindoka. Tu wako laji ilo mindoka kuna. Kama nada engitok na homa ngolele nye nenjilo yele shoni mbongi dai koneja dedasa odi bikideko laji kai tonie kai laji ngopenye weni metri masa kai lato ni ye kai ni mwana ni ne metri masa nikila na dolo laji obo obekideki ye pinyo dolo laji nikideka jo iyo toshiro na etoshina kito ha ye itakaa vizuri kwako kana mailo mola yole baba ilo Messi dairo odi bikideko laji lo kama nada shiri dole omoruo lo laji lino etunga yengito kenye neji la o she video embongi daro nye konja ebongi na kito kenye si dedasa kesi dai na dogi jaman lema sa iditene sidai na dogi lema sa marora duo sidai dasa mara kila do na la jobo sawa yani ole lo la jino le siritino ole le siritino le ni jedo na itangana kule angar kule nji tangana kule angar kule te winabo njido murano njitu bulwa te winabo ni lo la ye ole shira ole do le siritino ole shira ole le siritino e homengito kenya imwa ni lo yanga mwana kitok ni o she video ni peka kwenye ai post ya TikTok embongitaro nyi sidai dasa lo ye lema sa marora duo me marora ndo midoka abet matwan marora ndo kweli Kimasai mila Kimasai ishira ole lola jende weji amje organia ragira ole mete ngajine mete ngito odunya bare do arinyo ngito kenye nenji ila ko di video ni imbungi ndana kito lo ye ngwa lo ya Messi na rogini asira kake tene mudo nje do mira Masai ndasi na rogini do ndana ni na iside kake Messi na rogini asira Messi dai inyor imba kake Messi na rogini nemete ndo roni radi, lakini si nzuri kaka, sio nzuri. Kwa mimi naomba kwa heshima kaka, acha kama unaweza kukaa mbali na Neema, kaa naye mbali kidogo kaka. Sio vizuri. Na sio wewe tu, wasanii wote, kwa sababu nimeona kuna wanafiki kibao. Mnajifanya mnapenda, kumbe engeoni nyakuti. Njikioni nikikutu. Nyie wote vimbwambwa nyie. Acha papa, sio siongee papa tayari nishampa ujumbe wake tayari, kwa sababu nimheshimu sana. Yeye nimweka pembeni. Sasa kuna vimbwambwa vingine, vimbwambwa koko. Ndaba no yoku dani jina lo ya Messi dialogue ni jina. Lo yeye kuna lo ngimbo kuna kidogo na iboko le nikipe kadona ati ni weji lo ye. Lo ya Messi dialogue lo yini asitata lo ye. Lo yini ndaba ngidwa ko lo ya Messi dialogue ni asitata. He. Harana linki gero. Haya. Acheni hizo kaka. Papa Masai ni lika gani? Kwani Kenya amesema ni lika gani? Mimi huko mambo ya lika ni ila nasema tu kwamba hiyo sio nzuri. Kwa sababu Kimasai sisi tuna mila kwamba mwanamke ambaye wa watu wa laji yako sio nzuri wewe ukamharibia mwenzio. Na ukiona mwenzio analia, mila za Kimasai zinasema tindolo le gaishi leta, sio unaenda kumongezea mananili. Yaani kiujumla wote ambao mnahusika na mambo ya Neema, kaeni mbali na Neema. Amkira laji obo. Unaona? Kila lola jobo ndaba ngitwa ko lewa morata kama ndipe bongi twa kaimwa lewa aipera ni mwangera njelo mwanyengela kunyiti yang ni mwo ba yalenye nyilo lanjo ba yalenye leta njabara modayu kama lo yeta na rais lole kai kijingira yo kila lola ji kai kijo kiro nwana
Kai kijo kilo olo hora dulo masa dulo kai kijo dai sere kai kijo. Tene me yogo ro nenyo. Ha? Ndaba lo yenjela ngara ne burme njar me. Kaenda la mlo yame ngogi torno nalin. Si. Jamaa wanafanya kitu kibaya sana. Afu kuna wengine vinafiki. Vinajifanya vinanichekea usoni kumbe vikizunguka hivi vinafanyia mambo ya ajabu. Mnaenda kumshauri Neema. Kuna kitu kinaitwa sijui Nuhu, sijui Kinuhu. Nuhu. Hii ni onyo nakwambia tena. Nakuheshimu sana dadangu. Nakuheshimu sana. Sana. Lakini hizo tabia za jana mlizokuwa mnanishautia na kina Neema sijalipenda. Tafadhali acha, kwa sababu hujui story ya nini kipo nyuma yake. Sawa? Wewe usishabikie tu kila kitu. Watu hujua na mambo kibao. Mimi kaka, hivi nyinyi mnajua kuna muda mimi nitaka kujiua. Kwa sababu watu wananisababisha stress. I wanted to commit suicide one time. Life is confusing and then people are still confusing you. Unajua? Hivi nyinyi mnajua how many times nimeshapitia mambo ya ajabu. Yaani kaka, wao ukiwafungulia mashtaka ni ndani na haki iko upande wenu. Kwanza mke wa mtu. Kaka, mke wa mtu ana watoto hawa. Watoto wote na wajumba zangu hawa watatu wapo nyumbani. Sasa hivi mume wake anakaribia kupata mental, yani anakaribia kuwa mental. Unaona? Jamaa anakaribia kuwa mental. Jamaa alikuwa anampenda mke wake kuliko maelezo yote. Yaani jamaa anakaribia kuwa chizi mwanangu. Jamaa atakuwa huko kwa chizi mwanangu. Afu watu wanaenda tilo hii, hawamuonea hata mwenzao huruma. Yanaenda anajua kwa video wanamkumbatia Neema. Hivi nyinyi mbona wanaume mnakuwa na roho za mbaya za kiasi hiko? Yaani sisi tunakuwa wauaji tunajua wenyewe. Kwani kanyinyi mmeoli katunga olotu tidie alto alio. Ili masaa yake ndonji bono yoka muda. Tunakuja kujimaliza wenyewe. Ha? Oye. Jamaa anarudi na gari. Neema naye anasemaje? Aseme anachotaka kusema. Lakini nilichokiongea hapa ni ukweli na watoto wapo nyumbani. Sasa nimsaidie la butala. Kaini nana yuko. Kaini nana yuko la butala. Nataka pale. Kaini nana yuko. Na maana nanu ndoki na hodu lole. Ha? Hata ndio kidogo na hodu hingi tu akayo. Hata nano. Babangu ni polisi. Nitamwambia. Tashinga pamoja kakamna noma. Kaini nana hodu. Hata ndio ndoki na hodu hingi tu akayo. Njalo na jokiro leo tigirai. Tigirai la mitoka ishiro la yule babamu. Yakenyoka kata sere. Maba ngo renga kidogo. Nejana nataka leo na jokiro. Tenengi wenga puti. Aisaidia sana wao hogi ngo kare. Kaka mekitoka bala na shiraki ya mumara sana ndoki na isho. Njenyi sana ugwa sitai. Kuleto ngana. Njana lele do ya roto ngana. Kwa hiyo jamani, watoto wa kiume tusiwe wauaji wa kiasi hiko, tusiwe wanyama kiasi hicho. Alafu usizani kwamba unapofanya hivyo kwamba unanikomoa mimi. Mimi unikomoe kwa sababu mimi ni dada yangu at the end of the day. Unaona? Mimi ni dada yangu at the end of the day. Sina issue nayo yote. Unaona? Kwa BK Neema hicho muongee. BK ndo nani kaka, mimi simjui. Neema naye ingia live bana. Aingie. Hata hapa kitaka kuingia live nampandisha hapa aongee. Because ninachokiongea mimi naongea ukweli. Naongea ukweli bro. Wewe acha wewe. Hujui mimi vitu gani nimepitia hapa, nimekausha vitu gani vipo hapa. Umeshaniharibia hata akili yangu. Hivi unajua vitu gani mimi nimevumilia? Na vitu kibao bro. Navumilia kwa sababu mtoto wa kiume. Leo hii watu wanaenda kumdanganya Neema, Neema anaacha watoto wake watatu nyumbani. Anamkimbia mume wake, anamkataa. Why? Kwa sababu ya watu wachache, wa Masai wachache wenye roho mbaya wanaotaka kumpotosha mke wa mtu. Kuna basola hapa, uko wapi nikuletee? I say, kaka usiniletee mimi nikataa kuchukua hiyo kwa sababu najua akili yangu imekaje. Nitakuja kufanya vitu vya ajabu, bado sitaki. Mimi sina malengo hayo. Nataka kuwa tuna maisha ya amani, nifanye maisha basi. Wanaume mwenzio akiongea acha unafiki. Kuna vijana wamevyo msindo wanaume kama mabinti. Neema amekuwa hivyo ndio. Superstar leo hii anaondoka, anakataa superstar, anakuza viatu. Kasema anakuja kutafuta maisha yake mwenyewe. Nikamwambia sawa mama, hamna shida. Ndio kwenda Zanzibar, huko anatangaza mambo kibao kili sini na nini. Anatangaza mambo kibao, unaona? Kaanza mambo kibao. Watu kule wanapiga simu. Akaenda sasa yule mume wake, sasa unajua tena akawa anaendelea kumfuatilia. Kaenda kumfuatilia kwamba bwana mke wangu bwana kaenda jamaa anampenda sana mke wake, unajua anampenda sana mke wake. Bro, aliwakatalia watu wa immigration kwenda kupiga picha. Akakataa safari ya kwenda India. Neema huyu mnamjua nyinyi. Kakataa safari ya kwenda India. Unaona? Ukiwa mwema sana watu wanakwenda kitwani, ndio hicho sasa. Mimi nimeshachoka jamani, na mimi ni binadamu pia, unajua, na mwili wangu unatumia damu. Moyo wangu ni wanyama. Unaumia. Najikaza kwa sababu ni mwanaume, lakini moyo unaniuma. Afu nyinyi kila siku hamjui kwa sababu hamjui story yote. Kila siku unakuwa unanituhumu tu mimi hapa. Nini kili Neema nini? Sasa hiyo Neema kweli mimi nikiwa nimepanda jukwani, yeye ndo aseme kwamba kili ashuke. Afanya anakuja na magrupu ya wanawake ambao siwafahamu. Anasema kwamba ashuke jukwani. Hamna cha kulinda brand kaka. Sasa tuliharibu. Kwa sababu haya mimi nimechoka, yananiuma sana. Inaniuma sana. Sikutarajia kama Neema anaweza kuwa anafanya kitu kama hicho. Safari ya mimi na yeye kwenda India, Neema amekataa kwenda India. Akagoma. Akasema hawezi kwenda kupiga passport size ili waweke kwenye ile visa passport yake, ili tuchukue passport ikiwa imekamilika nipeleke balozini wakamwekea visa. Akagoma kwenda kupiga picha. Sasa mimi siendi India. Unaona? Nikashangaa, ule langu alipatwa na nini? Nikakausha, nikaachana. Siku sio nyingi. Kwa nini sasa story boko kubwa zaidi? Akatoroka nyumbani kwanza. Pisha ninaanza kanga. Akatoroka nyumbani kwanza. Akawaacha watoto wake. Neema sasa kama mjui sasa. Neema ni mwanamke wa mtu. Neema ameolewa, ana wanawake hawa. Ana watoto hawa.
ana watoto watatu na mume wake yupo kabisa mzima hai mzima kabisa. Kwa kama wewe uko na mahusiano na Neema, Neema ni mke wa mtu, ana watoto watatu na mume wake yupo hai. Alitoroka kwanza kwa nganganga, picha ikaanza kwanza nganganga. Akatoka nyumbani kwanza. Hizo nini? Na shanga tukamrudisha. Hata story kabla story ya kupigwa. Kabla story ya kupigwa. Akatoroka akarudi nikatuambia akarudi. Aliporudi akasema kwamba mimi namchonganisha na mume wake. Unaona? Amona noloye, ana nolole au murata. Ana nolole au murata. Oroba yalenye bai par ajoki. Mume wake alikuwa akiniuliza kwamba bwana Kili, Shem, kwani huyu dada yako ana shida gani? Mbona ananisumbua hivi na hivi? Mimi namshauri kiume. Unaona? Kwamba bwana mke wako ongea naye. Kwani jamani familia zipiganaje? Watu ambao mmeolewa hamjawahi kupigana na mume wako huko? Hamjawahi kupigana na mume wako? Mtu wewe mwanamke ambaye umeolewa au wewe mwanaume ambaye umeoa, hujawahi kumpiga mke wako? Watu wanapigana kwenye familia. Sasa mimi Neema akatoroka kwanza. Akaenda zake kwanza Zanzibar huko. Kuna watu wanamdanganya, kuna vijitu vinamdanganya. Nyinyi mnamdanganya njia hata ngokikula la katu mtata. Meawanda ukutati limile wina imwa. Hapo akile ndo leo mtata au ndo ngitokenye. Bibo bami ande mjini. Ela ndio ndo la katu mtata. Kuna watu wamempotosha Neema kwa sababu Neema ni mke wa mtu. Watu wamempotosha Neema. Wamemchukua, wanamdanganya sijui nini, wamemwambia sijui mimi sijui. Mtoto katoroka, picha imeanza. Mimi kwenye wiki hiyo ambayo sisi tunataka tuondoke twende India. Picha inaanza kwanza, nashangaa kwanza mtoto kaondoka nyumbani. Napiga mzee Paulo simu. Baba yetu huyo. Mzee Paulo. Mzee Paulo, binti yako yuko wapi? Sijui, watoto asubuhi wanalia. Nikamuuliza, nikawapigia simu. Mjomba. Neema kuna dokta USA yupo lazima alipie kila kitu sikujua kaolewa. Neema ameolewa, ni mke wa mtu, ana watoto watatu na mume wake yupo hai na amevunja ndoa yake mwenyewe kusudi. Nampigia simu Mzee Paulo. Binti yako yuko wapi? Anasema hivi. Mimi sijui, ameondoka asubuhi. Nikauliza wajomba zangu nikaenda nyumbani nikawauliza. Jomba, mama yuko wapi mjomba? Kile kidogo kile kabisa. Unajua nakibebeza. Kile kidogo kiko wapi? Nikakiuliza mjomba, mama yuko wapi? Akasemaje ujue? Mjomba, kwa sababu kijana kuongea. Mjomba, mama ameondoka asubuhi, amesema anaenda da. Wanakurekodi bro. Yaani sio rekodi. Ngoja niweke kwa kabisa karibu hapa. Rekodi vizuri. Kwa sababu naongea hapa ni ukweli na haipingiki. Ni ukweli. Kwani wengi wanakuwa si mke wa mtu? Kwani Neema si mke wa mtu? Kwani uongo? Mke wa mtu ana watoto watatu, watoto wake hapo nyumbani na mume wake yupo. Neema akatoroka bwana, ndo kutembea huko kaenda huko. Picha limeanza. Watoto wanauliza asubuhi, wanasema watoto wananiambia mama kasema anaenda da. Wewe unajua kama movie wazee bro, haijenge. Ili waendelee kuniona mimi mbaya. Kwa sababu mimi niendelee kuonekana mbaya kwa kitu ambacho sijakifanya. Yaani waendelee kunibebesha mzigo wa dhambi ambazo sio za kwangu. Kila mtu anabeba msalaba wake. Sasa ndio leo hapa kila mtu abebe msalaba wake. Kwa sababu mimi jana nimeenda kufanya show, Neema ndo anashabikia mimi kwamba Kilibo ashuke. Amekuja na kundi la wanawake ambao wasijui madanga wa wapi wale sijui. Lelo dangai sinjo shindana nato wote challenge ndio jope ro. Lelo sababu gani kurumi lemeni ngunjikati. Yaani hapo jana yamejazana hapa, amekuja wanashangilia. Ashuke huyo. Hana anachokifanya. Bila sababu mimi Neema, kwani dadangu suri kubana kwamba kila mtu anafanya mambo yake, kila mtu hamsini zake. Mbona mimi sijakuingilia kusema kwamba nini? Mbona nanyamaza nafunga domo langu japokuwa umeondoka nyumbani mara tatu wako? Nimeongea kitu gani? Wewe kwa nini uendelee kuniongelea? Kwa nini uanze kukana na makundi ya watu unawaambia Kilipo mbaya? Kilipo sijui nini? Sijui Kilipo nini? Inahusu nini? Kipi kinachokusaidia? Basi bwana, unaona? Jamani, jana dola dengoro, yani naongea mpaka nakasirika. Yaani naongea mpaka nashindwa control majirani huko wananisikia, wanaona kama mimi nimepagawa. Neema ndio nani kwanza? Neema ndo dada yangu ambaye kwanza na yule dada ambaye kwanza naye nyimbo ile. Video maana siku hivi nyinyi mshawahi kusikia hata nimeongea jambo kwamba Neema sijui mke wa mtu au na nini? Mshawahi kujua story? Nimesikia hapa leo. Sio nimesikia leo hapa. Na mpaka leo hii naongea. Ndio mjomba, mimi pia nina siri. Nikiamua kukaa kimya kukunuzia la kwako na kutunzia. Lakini kwa nini miaka minne yote nimeimba na Neema sijawahi kuambia kwamba kiasi mkiniuliza mbona anaambiaje? Hata pia mimi mnisamee kwa sababu nimewadanganya. Uongo dhambi. Mimi pia mnisamee kwa sababu niliwadanganya kwamba Neema sijawahi, lakini kuongea kwa sema kwamba hajaolewa. Basi bwana, unaona? Nilishuhudia maneno watu wamenijaza na nini? Kwa nini alikataa passport ya kwenda mimi na yeye kwenda India? Kwa nini alikataa? Kama mimi ndo nina shida. Achana maneno ambayo anaongea pembeni sasa hivi. Kwa nini alikataa passport ya mimi na yeye kwenda India? Akakataa passport, akasema haendi India. Nikamwacha. Kanga. Nikatulia zangu. Kimya nikamwangalia. Sio akaja tena siku si nyingi. Kanga huyo. Katembea. Kaacha watoto wake. Watoto wanalia nyumbani. Unaona? Sasa ndio Neema sasa hapo anaanza sasa kuita mapicha sasa. Picha inaanza titin. Alijakaa sawa. Kauli nyumbani, wakaja wakakaa na mume wake. Wamekaa kidogo hapo, wakakaa. Akaja akakaa nyumbani, akasema tena Zanzibar. Aliposema Zanzibar kabisa sasa tumuite mume wake. Akaja nyumbani. Tukakutana